Venezuela inasema kwamba Marekani inataka kuiba mafuta yao na imeiomba Umoja wa Mataifa kulani wizi huo unaofanywa na rais wa Marekani Donald Trump baada ya rais huyo kutangaza kuzizingira meli 6 za Venezuela. Venezuela imetuma malalamiko yake rasmi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya kile inachokita uwizi wa Marekani iliyoiteka meli yake ya mafuta kwenye bahari ya Caribbean wiki iliyopita na kutangazwa kuzingirwa kwa meli zingine 6 za taifa hilo la Venezuela. Kwa mujibu wa barua ya Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Venezuela iliyochapishwa jana Jumanne huko Caracas, inautaka Umoja wa Mataifa kulani uharamia huo unaofanywa na Marekani, matumizi ya nguvu ya kijeshi yasiyokuwa halali dhidi ya vyombo vya baharini na wizi wa mizigo ulio kwenye safari halali za kimataifa. Venezuela imetaka pia kuachiliwa mara moja kwa mabaharia wake wanaoshikiliwa na Marekani. Barua hiyo iliwasilishwa kwa rais wa sasa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mwanadiplomasia Samuel Zgobar wa Slovenia. Rais Nicolas Maduro wa Venezuela amedai kuwa hatua ya Marekani kutumia kiwango kikubwa cha wanajeshi karibu sana na nchi yake ni sehemu ya mpango wa kumuondoa madarakani na kuiba akiba kubwa ya mafuta kwa kisingizio cha vita dhidi ya madawa ya kulevya. Rais Nicolas Maduro mara kadhaa ameeleza kiweka wazi kwamba mipango ya rais wa Marekani ni kuhakikisha wanaiba mafuta, ambapo inafahamika kwamba Venezuela ni miongoni mwa mataifa ulimwenguni yenye hifadhi kubwa ya mafuta. Jeshi la Marekani hata hivyo linadaiwa kufanya mashambulizi katika vyombo vitatu vya majini katika bahari ya Pacific ya Mashariki, kidai kuwa ilikuwa ni boti ya dawa za kulevya. Inaripotiwa kuwa wanaume 4 wamefariki katika tukio hilo. Mipango ya rais wa Marekani Donald Trump ni kuona anauondoa utawala wa rais Nicolas Maduro. Rais huyo wa Marekani amepeleka wanajeshi wengi nchini Venezuela. Hata hivyo, kamandi ya kusini ya jeshi la Marekani imesema imefanya mashambulizi dhidi ya boti 3 katika eneo la kimataifa la bahari ya Pacific, ikidai zilikuwa zikisafirisha madawa ya kulevya. Tukio hilo limesababisha vifo vya watu 8 kwa mujibu wa taarifa ya jeshi iliyochapishwa kwenye mtandao wa X. Jeshi la Marekani limesema taarifa za kijasusi zilithibitisha kuwa boti hizo zilikuwa zikipita njia zinazojulikana za usafirishaji wa dawa za kulevya katika bahari ya Pacific ya Mashariki. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa wazi uliotolewa hadharani kuthibitisha madai hayo. Mashambulizi hayo ni sehemu ya operesheni kubwa za kijeshi zilizoanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya biashara za dawa za kulevya kutoka eneo la Caribbean na Pacific. Kwa mujibu wa mamlaka za Marekani, zaidi ya boti 20 zimeharibiwa na takribani watu 90 wanaodaiwa kuwa wasafirishaji wa dawa za kulevya wameuawa tangu kampeni hiyo ilipoanza mnamo mwezi Septemba mwaka huu. Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, anasema haya ni mauaji ya watu wasiokuwa na hatia. Watu hao hawakuthibitika kwamba walikuwa wamebeba dawa za kulevya, lakini ni serikali ya Marekani iliyoamua kuwaua, lakini pia kuwateka baadhi ya raia ambao walikuwa katika biashara zao zisizokuwa dawa za kulevya. Na anasema mipango ya Marekani ni kuiba rasilimali za watu wa Venezuela, hasa mafuta yaliyopo, lakini pia ni kutokana na utawala huo wa Nicolas Maduro kutokuwa na uhusiano mzuri na Marekani, huku utawala huo ukiwa na uhusiano na mataifa kama vile China pamoja na Urusi na mataifa mengine ambayo hayana uhusiano mzuri na Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.